Shauri la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu limeahirishwa mpaka Jumatatu kwa ajili ya kuendelea kutolewa kwa ushahidi, ambapo leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, mbele ya majaji watatu wakiongozwa na Jaji Danstan Nduguru, mashahidi wawili walitoa ushahidi wao. Shahidi wa kwanza ambaye analindwa alitambulika kama P6 mwenye umri wa miaka 26, bodaboda, na shahidi wa pili ambaye ni shahidi wa sita kwenye kesi hii alikuwa ni askari mpelelezi H3923 Koplo Michael, mkazi wa Moshi, ambaye anafanya kazi katika ofisi ya RCO mkoa wa Kilimanjaro. Kuhusu ushahidi wa kwanza, P6 ndio shahidi ambaye alisema kwamba alipata hamasisho kutoka kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwenda kufanya vurugu ya tarehe 29 Oktoba mwaka uliopita, mwaka 2025, baada ya kutaka kuwa mwanachama wa Chadema, na wakaitwa kwenye mkutano na kuambiwa kwamba wahakikishe kabisa kwamba wote wanazuia uchaguzi usifanyike kabisa siku ya tarehe 29, na yote ambaye atakaidi amri hiyo basi atauawa. Shahidi Koplo Michael naye akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Ignas Mwinuka alieleza namna alivyopeleleza kijana mmoja P8, lakini katika mambo mengine alieleza mahakama kuwa hafahamu juu ya kosa aliloshtakiwa nalo Tundu Lissu. Ilikuwaje akasema hivyo? Baada ya shahidi kumaliza kutoa ushahidi wake, Lissu aliruhusiwa kumuuliza maswali kutokana na maelezo aliyotoa pamoja na maelezo aliyoandika polisi, ambapo sasa yanatambulika kama E5. Sasa pamoja na mambo mengine, Lissu alimhoji shahidi iwapo maelezo aliyosema alisoma mwaka wa 2012 na mwaka 2013 akafuzu kama alivyoandika kwenye maelezo yake. Shahidi alijibu sikuyaandika. Kwenye maelezo ya shahidi wakati wa dodosa alisema Lissu kuhamasisha watu kuzuia uchaguzi ni kosa. Alipoulizwa ni kosa gani, akaeleza na kujibu kwamba uchochezi. Lissu akamuuliza nimeshtakiwa kwa uchochezi kaka? Shahidi akajibu mimi sijui kosa uliloshtakiwa nalo. Baada ya hapo shahidi aliojiwa na wakili wa serikali katika re-examination, ambapo aliulizwa juu ya maelezo yake kuhusu shtaka alilokuwa anakabiliwa nalo. Akaambiwa kuwa alisema hajui, baadaye akasema uchochezi, baadaye akasema uhaini. Je, ni lipi? Hapa akajibu nafahamu kabisa tangu mwanzo alipokamatwa anashtakiwa na uhaini, na uhaini ni neno pana. Vyote alivyokuwa anahutubia mwananchi vilipelekea akashtakiwa kwa uhaini, ikiwemo kuambia wananchi kuzua ama kuzuia uchaguzi. Sasa huyu ni shahidi ambaye leo pamoja na kutoa ushahidi wake ameangaziwa sana kutokana na kwamba Tundu Lissu baada ya kumuuliza maswali, kuna namna ambavyo shahidi huyo alijichanganya na akajikanyaga katika maelezo yake, kuonyesha kabisa kwamba ama shahidi wengi wao labda wanakuwa wamepangwa ama wengine hawajapewa maelekezo vizuri namna ya kwenda kujibu maswali kutokana na utaratibu wa wao kwenda kutoa ushahidi wao. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.